Baba, umenipa funguo muhimu katika Mathayo 16 mstari wa 19 za kufunga na kufungua. Natumia funguo hizo kufunga na kufungua, kuvunja na kubamiza kila kitu ambacho kinazuia kutimizwa kwa mipango yako kamili katika maisha yangu. Ninaamuru na kutangaza kwamba kila mnyororo, kamba, gereza, pingu kwamba zimefunguliwa, zimekatwa na kuondolewa kutoka kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu. Baba, Bwana, ninashukuru kwamba wewe pekee ndiye hakimu wa maisha yetu. Kwa mujibu wa Yeremia 17 mstari wa 9 mpaka wa 10, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kuujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Baba, ninaomba katika jina la Yesu, kwa mujibu wa Zaburi 22:19, nawe Bwana usiwe mbali, nguvu zangu, fanya haraka kunisaidia. Baba, naomba kwamba utusaidie na kutupa uvumilivu wa kusubiri mapenzi yako kutimizwa. Baba, katika jina la Yesu, neno lako linasema kwenye Isaya 41 mstari wa 10 mpaka wa 12, usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe, usifadhaike kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu, naam nitakusaidia, naam nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Tazama, wote walioona hasira juu yako watatayarika na kufadhaika. Watu washindanao nawe watakuwa si kitu na kuangamia. Utawatafuta wala hutawaona, wale wapiganao nawe watakuwa si kitu, watakuwa kama kitu kisichokuwa wale waliofanya vita juu yako. Baba, ninakubaliana na neno lako lenye nguvu, uweza, uhakika na la kujiamini kwamba utawalinda watu wako dhidi ya maadui. Umetuambia kwamba kisasi ni chako, asema Bwana, na utawalipa waovu. Bwana, ninashukuru kwa ajili ya ulinzi wako na neno lako la nguvu na la ukombozi katika jina la Yesu. Baba, tunashukuru kwa neno lako linalosema kwenye Ayubu 5 mstari wa 12, yeye huyatangulia mashauri ya wadanganyifu, mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Baba wa mbinguni, ninachukua mamlaka ya neno lako kufunga, kufuta na kung'oa mipango yote miovu ya adui na kuifanya kwa utupu, batili na kuifuta kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, umesema katika Zaburi 27 mstari wa 2, watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu, watesi wangu na adui zangu walijikwaa wakaanguka. Asante Bwana kwa ulinzi wako. Asante Bwana kwa sababu unatulinda. Wakati maadui zetu wanakuja kula nyama zetu, tunakuwa dhaifu, tumelala kiroho, tumekata tamaa, lakini uwezo wako katika damu umeruhusu maadui kuanguka ndani ya shimo la kuzimu. Asante Mungu wa huruma kwa neema na upendo wako wa milele kwa watu wako. Baba, neno lako linasema nami kwenye Luka 10 mstari wa 19 kwamba tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakachowadhuru. Bwana, ninatumia uwezo wako na mamlaka yako ili kuvunja, kubamiza, kuponda, kung'oa, kutawanya vipande vipande kila mipango yote shetani ameandaa dhidi ya maisha yangu, dhidi ya familia yangu, huduma yangu, nyumba yangu, uhusiano, fedha na vitu vyote vilivyo vyangu. Ninashukuru Bwana na ninadai ushindi kamili katika jina la Yesu. Baba, nasimama sawasawa na neno lako kwenye kitabu cha Ayubu 6 mstari wa 8 linalosema, laiti ningewapa haja yangu, nawe Mungu ungenipa neno hilo ninalolitamani sana. Bwana, naomba katika jina la Yesu kwamba ombi letu utalijibu kulingana na mapenzi yako na kwa wakati, na utatupa vitu vilivyomo katika mapenzi yako yote kwa ajili yetu. Baba, katika jina la Yesu, kulingana na Wafilipi 4 mstari wa 6, unatuambia tusijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zetu na zijulikane na Mungu. Baba, ninashukuru kwamba tunaweza kuja kwako wakati wowote kwa maombi ili haja zetu zijulikane kwako. Baba, kama ulivyosema katika Zaburi 23 mstari wa 1, wewe ni mchungaji wangu, sitapungukiwa au kukosa vitu vyovyote vizuri katika maisha yangu. Wewe ni Mungu ambaye unatupatia mahitaji yetu yote. Nakiri kama ulivyosema kwamba huwezi kuzuia mambo yoyote mazuri kwa watoto wako. Baba, nadai faida zako zote za kiroho na za kimwili katika jina la Yesu. Baba, umetuambia katika neno lako kwenye Luka 17 mstari wa 6 kwamba Bwana akasema,
kama mngekuwa na imani kiasi cha chembe ya haradali, mngeuambia mlima huu ng'oka ukapandwe baharini, nao ungewatii. Baba, nachukua mamlaka ya neno lako leo na kung'oa madeni yote ya kifedha, kila mapambano, kila misiba, kila ukosefu, uhitaji na roho zote zinazoshambulia fedha zetu, afya zetu, ndoa, nyumba, watoto, huduma, kazi zetu na yote yaliyo yetu, na zifunga na kuzing'oa kutoka kwenye maisha yetu na kuzitupa katika bahari katika jina la Yesu. Baba, umetuambia kwenye Timotheo wa pili 4:18 ya kwamba Bwana ataniokoa na kila neno baya na kunihifadhi hata nifike ufalme wake wa mbinguni. Utukufu una yeye milele na milele. Amina. Baba, ninashukuru kwa kuwa umeniokoa na kila matendo maovu ya adui na kunihifadhi kwa ajili ya ufalme wako wa mbinguni. Baba, ninasimama sawasawa na neno lako na kuyafunga kila matendo maovu yaliyofanywa maishani mwangu, maisha ya watoto wangu, familia yangu, nyumba yangu, huduma yangu, afya yangu, fedha zangu, mustakabali wangu na vitu vyote tunavyomiliki. Ninafunga kutoka mashariki, magharibi, kaskazini na kusini, mbingu ya pili, katika maji, kwenye moto, katika hewa, katika ardhi, katika maeneo, katika mazingira na kila maeneo chini ya jua, mwezi, nyota na sehemu nyingine zote za siri yanakojificha. Ninaachilia neno lako, damu ya Yesu na jina lako dhidi yao katika maeneo hayo yote, kwamba yatakuwa yamefungwa milele na milele. Baba, natumia funguo muhimu katika Mathayo 18:18 ya kwamba yoyote mtakayoyafungua duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Ninajifungua pamoja na kila kitu changu toka katika minyororo, vifungo, pingu na kamba katika jina la Yesu. Baba, kama ulivyosema kwenye kitabu cha Hesabu 11:1, nasimama kwenye mamlaka ya neno lako, naamrisha moto ushuke kutoka mbinguni na kuharibu kila roho ya kurudi nyuma ambayo imewekwa na adui katika maisha yetu katika jina la Yesu. Baba, Bwana, nasimama sawasawa na neno lako kwenye Yoshua 1:8. Naomba maneno yako yasiondoke vinywani mwetu wala mioyoni mwetu, bali tuyatafakari mchana na usiku, ndipo utakapotufanikisha njia zetu. Baba, ninaomba mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ikiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, ni yatafakari hayo sawasawa na neno lako katika Wafilipi 4:8. Baba, umeniambia kwenye Timotheo wa pili 1:7 ya kwamba Mungu hakunipa roho ya woga, bali nguvu na upendo na ya moyo wa kiasi. Baba, napinga roho ya woga, na kataa kuwa na wasiwasi au kukatishwa tamaa. Natumia nguvu yako na mamlaka juu ya kila mipango na miradi ya adui, na dai ushindi kamili juu ya nguvu zote za giza katika jina la Yesu. Baba, neno lako linasema kwenye Yeremia 23:29, je, neno langu si kama moto, asema Bwana, na kama nyundo ivunjayo mawe vipande vipande? Baba, katika jina la Yesu, natumia moto wa Mungu kuteketeza kila uovu dhidi yangu na wapendwa wangu kutoka mashariki, magharibi, kaskazini, kusini. Natumia nyundo ya neno la Mungu kuvunja kila uovu wa vifungo vya nafsi, uhusiano wa damu, uchawi na laana zote za mababu uliopitia katika uzao wetu. Najifunika pamoja na kizazi cha pili na cha tatu na cha nne kwa damu ya Yesu. Naachilia baraka za Bwana juu yetu, baraka za kizazi hadi kizazi, baraka za Ibrahim na baraka zote katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, ninavaa silaha zote za Mungu, napokea chepeo ya wokovu, navaa dirii ya haki kifuani, natoa ngao ya imani, najifunga kweli kiunoni, nafungiwa miguu yangu tayari ni upatao kwa injili ya amani na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu, kwa silaha zote na maombi nikisali kwa wakati katika Roho, kwa mujibu wa Efeso 6:10-18. Baba, kwa mujibu wa neno lako kwenye Yeremia 30:17 umesema, maana utanirudishia afya nawe utaniponya jeraha zangu, asema Bwana. Na kushukuru kwa kutuponya machungu yetu, majeraha, makovu na maumivu. Na shukuru kwa ajili ya kuturejeshea tena katika jina la Yesu. Baba, katika Isaya 53:4 umesema, na kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Bwana, nashukuru kwa neno lako, lina nguvu, linatupatia nguvu
ujasiri, ulinzi na uponyaji katika jina la Yesu. Baba, ninashukuru kama ulivyosema katika Zaburi 46 mstari wa 1 ya kwamba wewe ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Nashukuru kwa kuwa tunaweza kukuita wakati wa shida. Baba, nasimama sawasawa na neno lako kwenye Marko 3:27, na mfunga huyo mtu mwenye nguvu na kuvunja kila vizuizi, kamba, vifungo, pingu, minyororo ya utumwa kutoka katika maisha yangu, wapendwa wangu na vyote vilivyo vyangu. Ninaamrisha mali za mwenye nguvu kuharibiwa sasa na hata milele katika jina la Yesu. Baba, nashukuru kwa ulinzi wako. Ulisema katika neno lako katika Kutoka 23 mstari wa 27, ninatuma utiisho wangu utangulie mbele yako, utakaowafikilia, nami nitawafanya hawa adui zako wote wakuonyeshe maungo yao na kukimbia. Na kushukuru wewe Bwana kwa nguvu iliyopo katika neno lako, ambayo husababisha maadui kuonyesha maungo yao na kukimbia katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninafungua machafuko na upofu wa Mungu wa dunia hii kutoka kwenye akili zetu ambazo zinatuzuia kuona mwanga wa injili ya Kristo. Ninaita kila neno la Mungu linaloingia kwenye akili zetu na moyo liinuke kwa nguvu ndani yetu. Baba wa mbinguni, asante. Ninakushukuru wewe, ninakutukuza wewe, ninakuabudu wewe. Ninakushukuru kwa neno lako katika Kumbukumbu 28 mstari wa 7. Bwana, utawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele zako kwa njia 7. Asante kwa nguvu yako, ulinzi na usalama ambao umetoa kwa watoto wako. Tukitumia neno lako, maadui si tu watakimbia, bali watakimbia kwa njia 7 kutoka kwetu kwa jina la Yesu. Baba, ninashukuru kwa mikono yako imara na mkono wako wa haki wa kulia. Umetuambia katika Petro 1:5-7, tumtwike yeye fadhaa zetu, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yetu. Baba, nakushukuru kwa kujishughulisha na mambo yetu. Nashukuru kwa kuwa tayari kwa ajili yetu wakati tunakuhitaji. Baba, katika jina la Yesu ninaliadhimisha jina lako na kupa heshima na utukufu wote unaotoka kwenye jina lako takatifu. Neno lako linaniambia katika Joshua 1 mstari wa 5 ya kwamba hapata kuwa na mtu yoyote atakayeweza kusimama mbele yangu siku zote za maisha yangu. Kama ulivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo utakavyokuwa pamoja na mimi. Hutanipungukia kamwe wala hutaniacha. Asante Bwana kwa ulinzi wako na baraka. Baba, ninashukuru kwa neno lako katika Yohana 3:1 mstari wa 2, inasema kwamba mipango yako kwa ajili yetu ni ya kutufanikisha kwa kuwa na afya njema kama vile roho zetu zifanikiwavyo. Natumia mamlaka ya neno lako na kudai ustawi, afya, furaha, mafanikio, amani ya akili, baraka na kila mambo mema ambayo umepanga yatupate kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya wapendwa wetu, mali na vitu vyetu vyote tulivyo navyo katika jina la Yesu. Baba wa mbinguni, neno lako katika Luka 8:11 linatuambia kwamba neno lako ni mbegu na mioyo yetu ni ardhi. Bwana, ninakuomba utayarishe mioyo yetu kupokea neno lako na kulificha katika mioyo yetu, tusitende dhambi dhidi yako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana kwa kufuatilia maombi haya na kusali pamoja na mimi. Naitwa Innocent Mashauri. Hakikisha unaomba maombi haya mara kwa mara, yatakujenga na kuimarisha imani yako, hasa katika nyakati za changamoto. Asante na endelea kufuatilia chaneli yetu ya Siri za Biblia. Umebarikiwa.